Yo, mupo salama, mupo kama kawaida, mupo wagwana, mupo zigizaga comedy unique. Sasa leo nataka niongelee issue ya Star Boy na Ibra na show Arena. Sasa vitu vinafanyika pale ni vitu ambavyo vinaonekana kwamba muziki wa Burundi bado kuna namna fulani hivi haujakubalika, ama kuna namna fulani hivi haujapendwa, haujakuwa na kiasi kwamba mtu anapewa heshima yake. Kwa sababu gani? Sasa msanii anakuja anatoka huku na pale, watu wa Burundi wote wanaita shobo, yaani wanaosha yani kumshangilia yeye kuliko watu wa kwao. Hapo namaanisha hapo, yaani hiyo inaanzia wapi sasa? Starboy mwenyewe alionyesha kwamba Ibra msanii mkubwa, kwa na yeye ametoboa nini na nini, unajua zile. Sasa Starboy mwenyewe akuonesha ukubwa wake, akuonesha heshima yake kwa Ibra, ndio maana Ibra inakuwa nahisi kumdharau. Sasa mimi nishangaa Ibra alivyomsukuma nani Starboy. Ile kitu inasikitisha sana, na mbaya zaidi Bface alivyokuwa anamuelekeza, anamwambia wewe ni mtangazaji, huo ni mtangazaji mkubwa hapa, huo ndio anatusaidia sisi kazi zetu kufikia kwa watu na nini, wewe ni mtu wa kuheshimiwa. Alafu sasa naziulizaje sasa, kwa nini Bface ndio aliambia Ibra kwamba huo ni mtangazaji, na wakati Starboy na Ibra walikuwa wanakaa muda mrefu wanazunguka pamoja, wanapiga story pamoja. Sasa ina maana Starboy pale mbele ya Ibra akuonesha brand yake, akuonesha ukubwa wake. Unajua sometimes kuvimba ni kitu poa sana. Sasa binadamu yoyote kuonyesha kwamba wewe ni mwepesi na asipata kuchukulia poa, ndio kilichofanyika pale. Yaani Ibra aliona Starboy kama mtu wa kawaida, na ndio maana ilikuwa rahisi kumsukuma kufanya nini, yaani kufanya yeye anavyojihisi kama mtu wa kawaida. Isingekuwa hivyo asingefanya vile, tuelewane. Singekuwa hivyo asingefanya vile. Ingekuwa ni mtu ambaye wanaheshimiana na mheshimu, asingefanya vile. Na ile mara nyingi zile ni dharau zile. Sasa wewe jiulize hivi msanii kama Sat-B aende Tanzania, si ndio, asukume miradi hayo, mtangazaji wa mitandaoni asukume miradi hayo, asukume nani Didiomi, asukume sijui JCR, itakuwaje sasa? So atamfunga hapo hapo. Sasa hapo kwa sababu ni Burundi, sisi tunashangilia na tunaanza sasa kuona kwamba Starboy ndio bono, Starboy si nini. Hapana, pale yani hiyo ni kosa kubwa sana kwa msanii. Hata ingekuwa ni nchi zingine ambazo zinajua sheria ya msanii na mwandishi wa habari au na mtangazaji, wangeifanyia kazi ile, bibi akashikwa. Sema tu acheni mshukuru Bface on the floor. Bface on the floor kabisa, aliongea kama mtu mkubwa yani. Bface on the floor ni mnyama kabisa, respect. Aliongea kitu neno nzuri poa nani, na ilifanya nikafurahi, nikaona kwamba watu kama Bface on the floor wanatakiwa kuwa kwenye muziki, maana asingesema hata Starboy wangemzuru. Sikuona maana sasa kumsukuma Ibra yenyewe, anaambia achaje mtoe nje na nini, yani vitu kama hivyo. Sasa na yeye kingeshangaza sasa, amasikite, kwani masikirite wa nani wa Arena au mjui Starboy? Yani ile kitu inaumiza sana kiasi kwamba hata niona kwamba sasa Burundi muziki, wasanii, watangazaji, yani kuna nini sasa? Mbona sisi hatujiheshimu, hatuwavimbii hawa majamaa, na wao wajua, na wao ni kama vile hawatutaji kwenye muziki wao. Kwani ushawahi kuona msanii yote kutoka sijui Tanzania sijui wapi na wapi anaonesha ukubwa wa wasanii wa Burundi? Hapana. Hata chipukiza akiingia Burundi anaonesha kwamba Burundi kuna wasanii.